Tunapokuwa waaminifu katika mafundisho ya mama kanisa, tukafuatilia mafundisho yote, maadhimisho yetu, kama nilivyowaambia wengine sehemu fulani, kwamba unajua nguzo zetu tatu za maisha zinatuongoza. Cha kwanza yani neno la Mungu, cha pili maadhimisho yani liturujia, lakini cha tatu vile vile matendo ya huruma. Haya yote haya yanaratibiwa na kanisa lenyewe na mafundisho ya mama kanisa. Ndiye anayeelea imani yetu, ndiye anayetuambia wanangu, hapa naonekana kuna mchanganyiko, tupite njia hii. Lazima tuwe watii katika hilo na tutadumu katika ushirika. Kwa hawa walidumu katika ushirika, na katika ushirika huo kulikuwa na huduma, walihudumiana pamoja na wakaumega mkate, maana yake wakafanya adhimisho la Ekaristi Takatifu, chemichemi ya uhai wa imani yao na wa kanisa. Lakini wakadumu katika sala, wakasali pamoja. Katika sala hiyo wakajua wanaongea na Mungu. Kwa haya yaliwafanya waweze kudumu pamoja. Kwa msingi wa jumuiya ya Kikristo ni huo. Hii jumuiya ya Kikristo haipo nje ya kanisa, kwa ndani ya kanisa. Na ndio maana tunamwangalia ambaye ni mfano wetu na ni dira yetu, Yesu Kristo mwenyewe. Tunaona mfano wa kazi yake aliyoifanya hapa duniani, na ndio maana tunajiuliza sisi kama wenye daraja, sema kwamba nani utambulisho wa padri ni nani? Kitambulisho cha padri ni kipi? Ni Kristo mwingine. Maanake ni Kristo mwingine. Kwa hiyo ni hadhi kubwa sana, Kristo mwingine. Maanake yoyote anayemwangalia padri anamuona Kristo mwingine. Sasa padri akijivuna, sasa mimi ni Kristo mwingine, akawa na mabawa, akasema mimi ni Kristo mwingine, akawa na mabawa, amesahau kwamba ni binadamu. Na ndio maana katika hadhi hii kubwa tuliyo nayo tunahitaji kuwa wanyenyekevu, kwamba unyenyekevu wetu utufanye tumwangalie yule Kristo mwenyewe, na sisi Kristo wengine, lakini tunamwangalia yule Kristo mwenyewe. Ndipo tunaweza tukaishi vizuri katika hadhi yetu hii na katika utambulisho wetu huu. Tukienda kinyume tunapotea, na watu watatukimbia, wanasema kwamba ndio huyu, wanasema ni Kristo mwingine huyu. Nimemwona mlevi kabisa, wamembeba na toroli wanampeleka kwenye nyumba ya mapadri. Nimemwona anajitambulisha na watu wa vijiweni. Huyu ni Kristo mwingine gani huyu? Wanakushangaa, wanasema vipi huyu? Sasa leo kuna misa, niende kwa misa ya mlevi. Leo kuna maungamo, naweza kuungama kwa yule mimi? Kwa sababu hatujaishi maisha ya kiroho ya Kristo. Kwa hiyo tunaona kabisa utambulisho wetu ni Christological oriented, tunamwangalia Yesu. Kwa hiyo ndio maana watu wamuone Yesu kweli, yule Yesu mwingine anakuja. Na ndio maana Yesu anatupa mfano namna ya kuishi sisi kama watu wenye daraja. Yeye katika Injili alitembelea miji na vijijini, miji na vijiji. Hakukaa sehemu fulani, alitembelea, alienda kuwalaki watu, kuangalia wana shida gani hawa. Alitembelea familia, na katika hilo akawafundisha. Na mafundisho yake si tu kwamba ni maneno mengi aliyotoa, maisha yake. Ndio maana leo hii mafundisho yetu tunayoyatoa sisi kama makuhani kwa waumini wetu lazima yawe maisha yetu, ushuhuda. Naweza nikahubiri vizuri sana, lakini mwisho wakati maisha yangu yakiwa hovyo, yanaharibu kila kitu nilichokifanya. Na kwa sababu hiyo tunapotembelea, najua kabisa hawa watu, hasa tunapoangalia ulimwengu wetu huu, ulimwengu wa ubinafsi, ulimwengu geugeu, ulimwengu sio jali watu wengine,
na ulimwengu ambao umefanya watu wengi wajeruhiwe, wengi wawe katika huzuni, mahangaiko, wanapomwendea Kristo mwingine ambaye ni kuhani huyu, ni padri huyu, wanategemewa, pamoja na kwamba wametendwa huko, wamevurugwa huko, wanapata ahueni kwake. Sasa kiona na yeye anavuruga tena, sasa kwa mtindo huo nimepotea mimi. Kwa hiyo naona kwamba wanakujia wakijua wewe ni msaada, na ndio maana tunachukua muda mwingi sana kujifunza. Hawa mashemasi hawa wakiulizwa walianza lini, leo wanapata upadri, muda umepita. Ili leo tuwaite Kristo mwingine, si kwa sababu walikuwa na hesabu miaka kwamba sasa kwa mwaka wa kwanza philosophy, mwaka wa pili philosophy, wa tatu philosophy, nimepata degree ya philosophy, naenda mwaka wa kwanza teolojia, wa pili, wa tatu, wa nne naenda uchungaji, natoka uchungaji sasa napata ushemasi. Kama alihesabu hivyo, atakuwa wajabu. Watu wanataka suluhisho ya matatizo walio nayo. Hata kama ulikuwa wa kwanza, ulikuwa unafanya wonders darasani, watu watakuuliza ulipata maksi ngapi huko darasani kwako. Hakuna. Mimi nina tatizo hili, naomba msaada, na kwa hiyo naomba unitatulie. Na ndio maana tunayo jukumu la kufundisha kama Kristo alivyofundisha, kuwafundisha. Na kuwafundisha huku kwanza kufufua dhamiri zao. Kuna wengine dhamiri zimekufa, na ndio maana anaweza kukusaliti tunaona na macho, wanaweza kukuuza, wanaweza kutumika kwa ajili ya kuangamiza imani. Kwa hiyo kuwafundisha maana yake kuwalea katika dhamiri, watambue wajibu wao kama Wakristo, kama waumini, kama sehemu ya mwili wa Kristo, na kwa sababu hiyo waishi inavyowapasa kama watoto wa Mungu. Kufundisha, lakini kuhubiri habari njema. Na katika kuhubiri habari njema ndio maana tulijiandaa tujue, si tu kwa sababu tunaenda kuuliza, naendana na kile nachokihubiri. Kuponya magonjwa, kuna magonjwa ya aina nyingi sana, na leo hii tunaongelea afya ya akili. Wengine wanavaa ovyo ovyo, wengine wanakuja kanisani ili mradi, wengine wanaingia mpaka wakumbushwe kwamba zima simu, hawajafahamu umuhimu wake, kwamba sasa saa hizi niko patakatifu, nitulie, niwe kama Isaya alivyotulia, niwe kama Musa alivyotulia, niwe kama mama Bikira Maria alivyotulia akasikiliza. Ukiona muumini kanisani ana simu yake, afu anaitoa, anasema samahani, niko kanisani, nitaongea na wewe baadaye, tayari huyu amechanganyikiwa. Ukiona muumini ambaye inabidi aende kwenye jumuiya ndogo ndogo, anasema nawakilishwa, na wakati mwingine anasema wanataka mchango, chukua kawapi. Sio maana yake huyo muumini hajitambui, huyo muumini hajitambui. Ukaona muumini anajiunga na watu wengine, kwa mfano kumsema kuhani, yaani anaanza taratibu, lipadili letu lile liko moja mbili, kwa kweli ovyo, amechanganyikiwa. Afya akili inatutesa, inaingia katika mambo yote haya. Mtu amevaa ovyo ovyo, anaenda kanisani ovyo ovyo, hiyo pengine unafikiri kwamba yuko sawa, kumbe afya akili imepokonyoka, anahitaji msaada. Kwa hiyo tuna kazi kwa kuona haya. Ndio maana kule mwishoni mwa Injili Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kusali. Anawaangalia watu, anawaangalia wamechoka, wamejeruhiwa. Mwingine alikuwa kukanyaga mafuta jana, mwingine alienda kwa mganga wa kienyeji jana, mwingine ameagua usiku kucha,
mwingine amepasua nazi kwenye njia panda, wamechoka hoi. Yesu anasema kwamba akawahurumia wale watu, na katika hili, katika kuwahurumia, anasema mavuno ni mengi. Angalia wote hao, huyu saizi ametoka kwenye kukanyaga mafuta mengi moja moja kanisani, mwili wa Kristo. Amina, haelewi. Huyu ametoka kuogeshwa usiku na mganga wa kienyeji, anaingia kanisani kupokea mwili wa Kristo, anasema amina. Haelewi. Mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Yesu hajasema kwamba nenda moja kwa moja ujitume wewe ukafanya kazi hii. Anasema muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake. Muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake, wakatende kazi, si kwa kujituma, ila wametumwa ili wakafanya kazi hii. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, sisi makuhani ni Kristo mwingine. Sasa tunapokuwa Kristo mwingine, ninyi na nyinyi ni mapadri kwa ubatizo na kipaimara yenu, na Yesu anatuita tuwe mapadri wa huduma, tuhudumie mapadri hao. Na kwa sababu hiyo inahitaji sana ushirikiano. Ndio maana kanisa ni watu wa Mungu wanaosafiri kumwendea Mungu, pilgrim people of God, au body of Christ.